Ndugu abiria, safari yetu ya mimi na mimi inasonga mbele. Kituo tulichopumzika kidogo kabla hatujaendelea hii leo ni baada ya kumwona JC akimuingiza kwenye mtego binti wa Charlie Gongani, manzi ya Charlie Gonga, kwa sababu JC tayari ameshajua kwamba huyu manzi ndiye mhusika wa mauaji ya Joy. Sasa JC anamwambia Beth ya kwamba sikia, niko serious bwana, ndio maana nimekuambia wewe mwenyewe unipange tukutane unapotaka. Nataka ni upande wako, sawa na lazima nikupe kitu kizuri mama, kama zawadi ya urafiki. Hata kama si urafiki basi tu iwe njia ya kuomba msamaha. Mimi nimekuelewa sana. Na ukikuta na zingua, una ruksa ya kunifanya chochote unachotaka. Basi bwana, kwa hiyo sound ya JC, mrembo akasema ya kwamba haya tutaona, mimi nitakutafuta na usinitafute mpaka nikutafute. Sijui umenielewa? JC akasema poa, nitasubiri na muda wote mimi nipo tayari. Baada ya hapo simu ilipokatwa, JC akasema wa ya kuruwa tetenten. Akasema angalau sasa nikuwa nimeweza kuipika vizuri ya kile mwanamke huyo, ili aone kwamba nina kitu kizuri cha kumfaidisha katika mambo aliyopenda zaidi, ikiwa ni pamoja na madawa. Sasa msikilizaji, tunasonga mbele. Kipi ambacho atamfanya huyu bidada Beth baada ya JC kukutana naye? Je, ni madawa tu kweli ndio ambayo atampelekea, ama kuna kitu gani kitamu ambacho kitamkuta huyu bidada wa kuitwa Beth? Funga mkanda, tusonge mbele. Kumbuka langu jina ni Lucas Lumbasi na kondakta wa basi letu si mwingine ni Elton Tony. Tunasonga mbele. Basi bwana, nilitoka hapo varandani na kurudi ndani, nami nikamkuta Miriam akiwa sibleni, tena akiwa amekaa kwenye mkono wa sofa alilokalia Bi Zawadi na Bi Jamila. Wakati huo wote wakipata sasa mazungumzo. Harufu nzuri sana ya chakula alichokuwa anaandaa mwanamke huyo ilipenya vizuri zaidi puani kwangu, nayo ikaongeza hamu yangu ya kutaka kuonja mahanjumati yake. Mazungumzo yao yalikuwa ni kama mabishano mepesi baina ya Shadia na bibie Miriam mwenyewe. Nami nikawa sasa nimekaa sofani karibu na Tesha kwa mara nyingine. Sasa Shadia akamwambia Miriam ya kwamba hapana bwana, unakosea, ni nje sio ndani. Hivi unafikiri ukimwambia nani hivyo atakubali? Shadia alimwambia hivyo Miriam. Miriam akatabasamu kiasi na kutikisa kichwa kidogo. Sasa Tesha akasema ya kwamba ametoka ndani ya, ametoka nje ya. Hasi pana ugumu hapo. Tesha alisema hivyo kwa utafakari. Bi Jamila akasema ya kwamba mimi naona kama vile yani mimi yuko sahihi. Shadia akasema haiwezekani. Basi tumuulize msomi basi. Nani? Dr. JC. Basi mimi nikaa bado atasijaelewa mazungumzo yao msikilizaji, yani kipi kinaendelea. Nikabaki tu nawaangalia tu kwa utulivu. Sasa Bi Zawadi akamuuliza Shadia ya kwamba kwani nani hapa hajasoma au mimi sio msomi? Shadia akasema sasa yeye anao wa kivyake, JC yeye anao kama wa kwangu, na mimi ningekuaga daktari ujue. Shadia alisema hivyo. Tesha akasema kwamba daktari wa porojo ama. Mama zake wakubwa wakacheka. Sasa nikiwa bado sijaelewa nikauliza kwamba jamani, kwani nini kinaendelea? Shadia akasema kuna mama moja pale juu, ile juzi amefumaniwa na mume wake akiwa na awala, ametoka nje ya ndoa, si ndio? Nikatikisa kichwa kukubali. Shadia akasema sasa je? Shadia akamwambia hivyo Miriam. Sasa Miriam akatabasamu kiasi na kusema kwamba hujielezea vizuri kwa nini tunapingana. Basi nikamwangalia Tesha. Tesha naye akasema kwamba yani eti ni kwamba sawa, kama hivyo huyo mwanamke kafumaniwa. Sasa huwa kuna hiki kitu kwamba mtu kama huyo tunasema ametoka nje ya ndoa. Asada mimi anasema kwamba kwa Kiswahili fasaha inatakiwa kuwa ametoka ndani ya ndoa. Sasa Shadia hataki. Eti JC hapo mwanangu inakaaje? Nilimwangalia Miriam usoni, naye alikuwa ananiangalia kwa macho yenye subra. Shadia akasema kwamba eti JC si ni kutoka nje ya ndoa? Yaani unatokaje ndani ya ndoa? Simona yaani hai make sense. Simona hata mwenyewe. Hapana Shadia, Miriam yuko sahihi. Si nimekuambia. Bi Jamila alimwambia hivyo Shadia. Tesha akauliza kwamba hata mimi naona kama dada yuko sahihi, yani ni kutoka ndani ya ndoa, si ndio?
Nikatikisa kichwa kukubali. Shadia akasema kwamba wewe naye JC. Kiswahili tunakikuza na kukiharibu sisi wenyewe, maana maneno mengi tunayaongea kimazoea. Ukiangalia hata kwa mfano, tuseme labda mtu akaja hapa na kupiga hodi. Ikiwa utasema toka nje, ataelewaje? Nilimuuliza hivyo Shadia. Akajibu ya kwamba si atajua namfukuza. Ndio sasa ilivyozoeleka. Lakini kwa ufasaha zaidi unamaanisha kwamba atoke nje, aingie wapi? Tesha kamaliza sentence yangu kwa kujibu ndani. Usimwona Nilimuuliza hivyo Shadia. Asa Bi Zawadi na Bi Jamila wakacheka kidogo, naye Shadia akacheka kwa mguno. Miriam ndo ana maana hiyo. Mtu akifanya usaliti kwenye ndoa, ameenda nje ya ndoa yake. Kwa hiyo anakuwa ametoka ndani ya ndoa. Umeelewa? Nilimwambia hivyo Shadia. Shadia akasema kwamba haya bwana, nyie mpeane pambe tu. Basi sote tukacheka kidogo, naye Tesha akasema kwamba ni kweli bwana. Kwa hiyo kama Damimi anavyosema, inapaswa kuwa amekwenda nje ya ndoa, sio ametoka nje ya ndoa. Ila ni kweli bwana, maana huwezi kutoka nje kama tayari uko nje, au sio? Ni lazima uwe ndani ili uende nje. Hiyo ndio imeperfectika kabisa yani. Nimeipenda hii sana. Ngoja hata niweke na status WhatsApp huko. Basi Tesha baada ya kusema hivyo, wengine wakacheka kidogo, nami nikamtazama Miriam machoni na kukuta ntabasamu. Shadia akaanza kuridhia ukweli wa mambo, na nilipenda sana namna ambavyo hali ya kirafiki baina yangu na familia hii ilivyozidi kuongezeka hatua kwa hatua. Miriam aliponitazama na kukuta na mwangalia, tabasamu lake likafifia kiasi, naye akanyanyuka na kuelekea jikoni. Kiukweli nilijikuta nikitabasamu tu, kwa sababu ingawa sikuwa nimejenga ukaribu naye wa kirafiki zaidi, kuna haka kahali kapya kama zoea ya mbali kalikokuwa kameanza kujijenga kati yetu, na ilinifanya nitake kukakuza zaidi ili ikiwezekana basi nije kuwa hata na rafiki pamoja naye. Ila huko bado palikuwa ni mbali sana kufika, msikilizaji. Huyo mwanamke alikuwa ni wake vyake mno. Manzi kaksi. Manzi upo serious vibaya mno. Kwa hiyo alikuwa ni wa kumwacha tu. Mwache hivyo. Manzi uko serious vibaya mno. Basi muda si muda nikaanza kumuona bibi Miriam akiwa anaandaa meza upande wa dining kwa ajili ya vyakula, akiweka vyombo kwa ajili yetu sote pamoja na vyakula alivyotengeneza. Akatukaribisha nasi tukaenda na kukaa vitini ili tuyape matumbo yetu upendo. Nikapakua kwa upande wangu na kuanza kula, na huyu dada kweli alijua kupika. Yaani vyakula vilivyokuwepo havikuwa tofauti na vyovyote ambavyo nimewahi kula, lakini upishi wake ndio uliokuwa mpya kwenye ladha niliyopata. Wali na nazi. Maharage sijui aliyachanganyia hata maziwa sijui na vitu gani. Pamoja na nyama laini iliyoungwa kwa kiungo fulani hivi kilichofanya ionekane kuwa na rangi ya kahawia iliyokoza na ni tamu vibaya mno. So nikamaliza zamu ya kwanza na kuongeza bila kusukumwa, na Bi Jamila alipouliza nimeonaje, nikamwambia kwa kweli nimeona. Sikumsemesha Miriam moja kwa moja, lakini nikasifia upishi wake, nikisema anajua sana na wala hata ringi. Nikamwona toka tabasamu kiasi, sasa akiendelea kula taratibu na kumlisha binti Mariam, akimtendea vizuri sana kwa njia fulani hivi utadhani alikuwa kama mama yake. So baada ya kushiba nikatoa shukrani na kurudi tena kukaa sofani. Tesha akajiunga na mimi pia, kisha wakubwa wakafuata. Nami sasa nikamwona Miriam akimnawisha pale mdogo wake kabla ya kumleta upande wetu tena na yeye kurudi mezani kupasafisha. Na sisi wengine tulikuwa tunaendelea tu na maongezi ya kufurahisha tu, lakini sijui kwa nini tu jicho langu la pembeni lilikazia fikra zaidi upande aliokuwepo Miriam. Nadhani nilipendezwa tu na ile kuanza kumjua vizuri mwanamke huyo. Alikuwa ni mnyenyekevu sana. Ni yeye ndiye alihangaika kuiandalia familia hiyo mahitaji yao na hata kuwabebea mizigo mingi mizito, lakini bado hata kwa mambo madogo tu alijishusha na kuwafanyia pia. Katika kila sense alikuwa ni dada na mwanamke bora. Na utu wa namna hiyo isio ulimfanya apendeze sana. Hii ikiwa ni saa 4 usiku sasa. Mariamu alionekana kuwa na usingizi baada ya kushiba, hivyo Bi Jamila akaongozana naye kuelekea chumbani ili wakapumzike pamoja. Shadia
Alikuwa amesema kwamba kwa sababu mume wake alikuwa safari na asingerudi mpaka wiki ijayo, angetumia muda huo kuwa huku zaidi. Kwa hiyo hata na leo angelala hapa. Sasa Miriam akamaliza usafi na kuja tena sebleni, naye akakaa sofa moja na Bi Zawadi na kuchukua laptop yake iliyokuwa chini ya meza ndogo hapo sebleni, akianza kupitia mambo yake humo ya kikazi labda. So mimi sikumaliza dakika 15 baada ya hapo, nami nikawa nimetoa heri ya kuaga kwa mara nyingine tena. Nao Bi Zawadi na Shadia wakaipokea vizuri na kunitakia usiku mwema pia. Niliona kwamba nilipoaga tu Miriam aliondoa umakini wake kwenye laptop na kunitazama, kisha akaiweka mezani kabisa. Niliposimama pamoja na Tesha sasa kwenda nje, mwanamke huyo akasimama pia, ikionyesha alitaka kutoka pamoja nasi pia ili labda aongee na mimi. Hivyo nikatangulia kutoka mpaka varandani na kusimama. Tesha akatoka, kisha dada yake akafuata nyuma yake. Tesha akasema kwamba oi, aisee, wingu limetanda balaa, sijui litashuka. Tesha aliniambia hivyo. Nikaangalia juu na kusema kwamba inawezekanyesha hii. Angalau hata ianze kutondolea vumbi. Mwanangu, na joto hata ndio liongezeke kubabake. Tesha aliposema hivyo akajishtukia na kumwangalia Miriam usoni. Nafikiri alihisi hiyo kubabake, yani isingesomeka vizuri, yani asingesomeka vizuri kwa dadake. Na kweli Miriam akawa sasa anamwangalia kwa njia ya kuonyesha amekerwa na neno ambalo amelitamka mdogo wake. Asa Tesha akatoa simu yake na kuvaa ndara, kisha akaiweka sikioni na kuigiza amepokea. Wakasema kwamba kwamba na kusikia unasema unajua kuna ile mtu unajipokelesha simu na haijaita hata. So alielekea gari, nami sasa nikatabasamu tu na kumwangalia Miriam usoni, ambaye alikuwa na tabasamu hafifu huku akitikisa kichwa taratibu. Vipi, utaenda msibani kwa Joy? Hilo swali lilikuja ghafla tu, yani hata sijui kwa nini nilimuuliza hivyo. Msibani kwa Joy? Mimi kwenda sidhani, kwanza hata ni kwa simfahamu na mambo mengi. Basi aliniambia hivyo, nikabana midomo yangu ili tabasamu langu lisionekane wazi. Kwa kuwa nilichokuwa nataka tu ilikuwa ni kusikia kasauti kake kazuri. Oya, huyu mdada na sauti fulani imepoa, iko calm. Yaani sauti fulani ambayo anaitoa huku akiwa ameridhika. Nami nikatikisa kichwa kuonyesha nimeelewa. Nilikuwa nataka nikuulize kitu. Wewe niulize tu chochote. Hayo mazoezi utakayokuwa unafanya na mama ni vitu practical sana au? Maana mdogo wangu yuko vizuri sana na interaction pamoja na watu wasiofahamu. So nataka tu kujua ni approach zipi ambazo unazotaka kutumia pamoja naye, zaidi tu ya kusema kwamba mtafanya michezo. Aliongea hayo. Nilikuwa nimebaki kumtazama usoni tu, na kwa kiasi fulani nikawa nimezubaa tu, sababu sauti yake, jamani, sauti imepoa hadi raha. Nafikiri akawa ameona hilo. Vipi, umenielewa? Nilitazama pembeni kiufupi nikiwa sana jaribu kuisawazisha vyema taarifa ya maneno aliyotoka kusema. Yes, nimeelewa. Yaani, nakuelewa. Najua na hangaikia hali njema ya mdogo wako na kuhakikishia mambo na utaka kufanya pamoja naye hayawezi kupita mipaka. Hata kuwa ya guse ni kuguse, no. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Sawa, usichukulie vibaya, lakini labda hata ukafikiri na kuona kama muuni sana. No, usijali, mimi naelewa. Unajua kila kitu tutakifanyia hapa kwako, kwa sababu ni sehemu aliyoizoea. Kwa hiyo atakuwa kwenye mazingira salama. Nitaanza na vitu vyepesi tu ili anizoe haraka, kisha tutaendelea na mengi zaidi. Kwa hiyo itakuwa vizuri kama siku moja ukija kutuona pia. Afu Jesse mwanangu, sister anatupenda ile mbaya mwanangu, yani hataki hata tujikwae. Tesha alidakia, nikaambia kwamba ni jambo zuri sana. Mwanangu mpaka kero. Tesha katania hivyo. Basi nikamwangalia Miriam usoni na kuona anatabasamu tu. Naye akasema kwamba basi sawa, ndio hivyo tu. Nakushukuru pia kwa jitihada zako, japo sikulipi.
Sawa, ondoa shaka. Nilimwambia hivyo. Kuna kitu kilichokuwa kikinisukuma nitake kumuuliza kuhusu swala la Joshua kwenda kazini kwake ile jana. Ikiwa imeingia tu akilini wakati huu ambao angalau tulikuwa tumepata mazungumzo mafupi, lakini nikaona ngoja tu niache tu, kwa sababu sidhani kama ingekuwa busara kumuuliza kitu kama hicho na Tesha akiwa hapo, na labda hata Miriam angeniona kuwa ni mfikunyuku sana. So sauti ya bajaji ikasikika ikifika nje ya geti na kuendelea kuungurumia hapo hapo. Tesha akasema kwamba atakuwa Ankia huyo. Nadhani hivyo. Alafu funguni nazo. Ngoja ni mwai. Nilisema hivyo, basi nikavaa vya miguuni pale na kumuomba Tesha anitolee ule mfuko wa vifaa nilivyochukua hospitali leo ndani ya gari la Miriam. Naye akafungua na kunitolea. Nikamwona Ankia kupitia matundu ya ukuta akiwa sasa upande wa geti la nyumba yake. Nami nikamwambia nipo huku. Basi Ankia alipomwona Miriam akaamua kuja upande wetu ili aweze kumsalimia. Tesha akamfungulia mlango mdogo wa geti, naye Ankia akaenda kupeana salamu fupi za kirafiki pamoja na Miriam. Kisha ndio tukaondoka kwa pamoja kuelekea kwetu. Ankia alionekana kuchoka sana. Hakuwa na mpango wa kupika maana alikuwa ameshakula. Nami nikamwambia kweli apumzike tu maana hata mimi nilikuwa nimeshakula. Akaona uhitaji wa kwenda kujimwagia maji kisha ndio arudi kupumzika. Nami sasa nikamwacha aanze ili mimi nipange vitu fulani hivi kwanza ndio nikajimwagia maji pia. Nikaingia chumbani kwangu. Kitu cha kwanza kabisa kufanya ikawa ni kupiga simu kwa namba ya yule askari mpelelezi, namba ambayo dada yake Joy alinipatia huko msibani. Kwa hiyo ikapokelewa, nami sasa nikaanza kuzungumza na mtu huyo kwa kujitambulisha na kusema dhumuni la kumpigia. Huyu aliitwa Ramadhani Hamisi, akiwa ni mwenye sauti yenye amri kweli kweli. Na alipouliza nimepata wapi namba yake, nikamueleza kuhusu Adelina kunipatia, nikionyesha kwamba nina ukaribu na familia ya mwanamke huyo, kwa sababu alitaka tuongee vizuri zaidi ana kwa ana. Akaniuliza niko maeneo gani, na nilipomwambia Mbagala akasema sawa, kesho niende kwenye kituo cha polisi kilichopo Mbagala Maturubai sijui niende nikaonane naye hapo kwenye mida ya saa 9 alasiri. Alisema kabisa kwamba angepita huko ili ndio tuonane, kumaanisha labda yeye hakufanyia kazi kwenye kituo hicho. Kwa hiyo nami nikakubali tu, kisha nikamwaga. La kwanza hilo nikaa nimelimaliza, na la muhimu ingekuwa ni kutafuta eneo la kituo hicho baadaye. Jambo la pili ilikuwa ni kutoa vifaa nilivyochukua hospitali pamoja na dawa. Kisha nikaingia mtandaoni ili sasa kutafuta ujuzi hususan wa kutengeneza madawa fulani. Baada ya kujua mambo niliyohitaji kufanya ili zoezi nililotaka kufanikisha likamilike, nikatunza kumbukumbu fupi kwenye simu, kisha nikaweka vifaa hivyo pembeni ili kesho niamkie kwenye matengenezo hayo ya kisayansi. Dakika si nyingi na Ankia akawa sasa amerejea kutoka bafuni na kunishtua ili sasa nikajimwagia maji pia. Hivyo nikaenda kufanya hivyo na upesi nikarudi ndani. Nilikuwa na mpango wa kuiwahi asubuhi ya mapema kwa kesho. Kwa hiyo nilipoingia tu ndani nikafunga milango na kumtakia Ankia usingizi mnono, kisha nami nikaenda sasa kulala. Asubuhi ikafika kama kawaida yake bwana. Kweli nikawa nimewahi mapema kama nilivyodhamiria. Nami bila kutoka nje hata mara moja nikaanza kushughulika na issue yangu ya kisayansi kabla ya mengine kufuata. So nikachukua mechanical flask pamoja na kemikali, nikaichanganya na dawa zilizokuwepo na kutengeneza dawa ya mwanzo kwa ajili ya mchanganyiko niliotaka kupata, kisha nikaweka pembeni. Ilitakiwa kuongezea na soda ya Coca-Cola ili mchanganyiko huu ukamilike. Kidogo tu baada ya kumaliza mchakato huo wa mwanzo, nikamsikia Ankia akiwa ameanza kufanya usafi wa ndani. Nami sasa nikatulia tu na simu yangu nikisubiri amalize ndio nitoke. Sasa akawa amekuja chumbani baada ya muda mfupi na kunisalimia, akisema kuwa anataka kwenda kuemea vile ambavyo tungetumia kwa ajili ya kunywea chai na mboga kwa ajili ya usiku. Neno kuemea, msikilizaji, kuna watu hawaelewi. Kuemea ni kwenda kufanya manunuzi ya vitu sokoni. Kwa hiyo alikuwa na mpango wa kwenda msibani akishamaliza kupata kiamsha kinywa, kwa hiyo akaniaga na kuondoka. So mimi nilikuwa na mipango kadhaa ya kushughulika nayo kwa leo. Binti Mariam akiwa ndio mpango wangu wa kwanza. Kwa hiyo nikaamua kutoka hatimaye kwenda kujisafisha, kisha nikarejea ndani na kuvaa nguo nyepesi.
Nikachukua hela moja kwa moja mpaka dukani pale nje ili sasa ninunue soda niliyohitaji. Wakati huu nilipofika hapo, yule mwanamke muuzaji alinisalimia kwa uchangamfu na hata kunisemesha kiasi, akiniuliza kwa nini nilipenda kukaa ndani tu badala ya kutoka hata hapo nje kuongea na wenyeji. Nikamwambia hapana, kutoka nilitoka, ila sikuwa na mazoea ya namna hiyo kwa sababu nilipotoka ilikuwa ni kwa ajili ya jambo fulani tu, hususan nilokusudia kufanya, kama hivyo kuja kuchukua soda. Basi mwanamke akacheka kidogo na kunipa soda yangu. Yeye akasema kwamba toka nimefika hapo na kumwokoa Mariam siku ile, nilikuwa nimewaogopesha waume za watu eti kwa kuwa wengi wa wanawake mtaani hapo walinizungumzia sana wakitaka mazoea, lakini kwa sababu nilionekana mkali basi hawakuweza kusogea. Nitabasamu kirafiki tu na kumwacha tu, japo alionekana kutaka kuendeleza mazungumzo na alionekana kuwa mbea kweli kweli. So nikarudi chumbani na kurudia zoezi langu la kisayansi. Zamu hii nikawa sasa natenganisha virutubisho fulani hivi ndani ya soda hiyo ili nipate nilichohitaji kwa ajili ya jaribio langu. Kwa maneno mengine msikilizaji, nilikuwa naiondoa kola kwenye soda ili ibaki koka. Kisha baada ya kufanikiwa nikaichanganya na ile kemikali dawa niliyoitengeneza mara ya kwanza, na mchanganyiko wangu ukawa umemalizika. Sasa kilichokuwa kimebaki ilikuwa ni kuikausha dawa hii, aidha kwa kuichoma na moto au ipigwe na jua. Nami nikaona uchaguzi wa pili ndio uliofaa. Nikiwa sasa nimeiweka ndani ya chombo chake, nikaipeleka nje na kuiweka juu ya dari kabisa ili itandikwe jua kali mpaka ikauke. Nilipoangalia upande wa pili kwa jirani yetu, sikuliona gari la Miriam. Hivyo nikaelewa lazima tu bibie angekuwa ameshakwenda kazini. So baada ya hapo nikarudi ndani na kuingia chumbani tena kuichukua simu. Nikakuta kuna missed call moja kutoka kwa mama yangu. Nitabasamu kiasi na kurudi tena sebleni. Nami nikakaa sofani na kumpigia mama. Alipopokea tu nikasema, "Oh, namaste." Sauti yake kasikika akicheka kidogo. Yaani wewe. Haya, namaste mwehu wewe. Mama na Wahindi bwana. Ilikuwaje ukazaliwa Tanzania na sio Mumbai? Ilikuwa ni kwa bahati mbaya tu. Kwa hiyo vipi? Salama. Ndio umenigaya hivyo. Wewe. Nikugaye wewe tena? Haiwezi tokea hivyo. Mimi hata kunijulia tu hali tu mimi mama yako jamani hamna. Samahani mama, mambo yamekuwa mengi kidogo. Mambo gani wewe? Wakati umeenda huko kupumzika tu. Msikilizaji, ni wakati huu ndio Ankia akawa amerejea hatimaye, naye akiwa ameshika mfuko mkononi, akanipita na kuelekea jikoni baada ya kuona nilikuwa nazungumza kwenye simu. Mama, huku kuna maisha mama, sio kwamba nimekaa tu muda wote, ila pole. Nimekuweka pembeni sana. Vipi sauko? Nzuri tu. Vipi wewe huko? Huko freshi, kuna vitu nafanya kidogo huku, angalau na mimi najiona shujaa wa Kihindi kama wa tamthilia ambazo huo unazipenda. Wewe ndio amitabacha ni kutokea zamani sana, Najua hiyo inamaanisha unatoa msaada kwa mtu. Haya, endelea tu hivyo kusaidia watu mwanangu. Mungu anapenda sana hivyo na atakuzidishia mwanangu. Amina mama. Vipi umeshamuona Jasmine? Ya, ndio nimemwona juzi kati tu hapa, aliweka picha zake status. Aisee, amekuwa bonge sana. Yaani amenenepa. Nadhani hiyo yote ni kwa sababu ya ujauzito. Na ninamwombea sana Mungu amfanyie wepesi aje kujifungua salama. Usijali mama, ishaenda hiyo. Jasmine atajifungua salama kabisa. Afya yake iko poa. Haya, sawa kabisa. Halafu kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Mama alisema hivyo msikilizaji. Ankia akawa sasa amerejea hapo pamoja na sahani iliyowekewa chapati na vikombe pamoja na chupa ya chai. Akaviweka mezani na kisha kuelekea jikoni tena. Mama, hicho ni kizuri au kibaya? Maana hiyo gia ulioingiza ise. Naielewa mama. Sio hata kibaya. Ila sijui wewe ndio utalichukuliaje hili swala. Basi Ankia akawa sasa amerejea hapo tena na kopo la kutunzia sukari na kijiko, naye akaanza kumimina chai kwenye vikombe. Hauhitaji kuomba ruhusa mama, wewe niambie tu. Kuna nini? Stella alikuja hapa. Mama aliniambia hivyo. Kauli hiyo ikanifanya niondoe sura nyepesi usoni na kuwa makini zaidi. Alikuja hiyo juzi tu hapa nyumbani. Sasa na alikuja mama,
ishia hapo tafadhali. Nilimkatisha mama kwa sauti makini. Ankia akanitazama usoni. Mama aliniita kwa sauti ya kubembeleza, nikasema kwamba hapana mama, tutaongea baadaye. Nataka kunywa chai. Karibu, kuna chapati hapa mama. Nilisema hivyo, nikamwona Ankia akitabasamu na kuendelea kukoroga sukari kwenye chai. Niliweza kuhisi mama akishusha pumzi upande wa pili wa simu, kisha akasema sawa, ukipata nafasi utanijulisha ili tuongee. Uwe na mapumziko mwema. Nikamjibu sawa mama. Basi nao simu ikakatwa. Basi Ankia akasogeza meza yenye chakula karibu zaidi na nilipokaa. Naye akakaa sofa moja nami na kuuliza kwamba huyo ni mama. Nikamwangalia kutabasamu kiasi, nami nikatikisa kichwa kukubali kwamba yes, ndiye mama wa Jesse. Kwa jinsi ulivyo mzuri hivi, mama yako si ndio mwisho? Bwacha mambo yako bwana. Halafu hizo ungezileta na supu ese, au ulikosa? Hamna, sema hela haikutosha. Unazingua. Si ungeniambia? Unajua ninavyopenda kula chapati na supu. Basi nisamee mume wangu, sitarudia. Aliongea kwa sauti ya Dekwet, nikasema yani wewe. Basi makamzi yakaanza baada ya hapo, nami nikajitahidi kumpigisha story mwanamke huyu mbali na swala la mamangu mzazi. Ankia alikuwa na udadisi, lakini sikutaka kupita huko kwa wakati huu, kwa sababu kuna maisha niliyokuwa nimeacha kwa kitambo kifupi huko nyuma, na ndio kuja Mbagala ilikuwa kwa lengo la kuishi mengine, sababu nilizijua mimi mwenyewe na sikutaka kuzipitia tena kwa muda huu niliokuwa na enjoy haya maisha ya likizoni, na ingetakiwa kubaki kuwa namna hiyo hiyo. Kwa hiyo tulipomaliza chai, Ankia akaondoa vyombo, nikiwa sasa nimemtekenya kiasi pia, nami nikaenda chumbani kuvaa suruali na t-shirt nadhifu tu ili nielekee kwa mgonjwa wangu hatimaye. Nikainywa soda ya Coca-Cola iliyokuwa imebaki kwenye chupa na kwenda sebleni tena. Ankia alikuwa na mpango wa kwenda tena kule msibani, hasa kutokana na kufahamiana vyema na ndugu wa marehemu. Kwa hiyo nilipofika sebleni nikamkuta hapo, naye akawa sasa amenipatia funguo za nyumba yake za ziada. Akasema alikuwa tu amesahau kunipa mapema, lakini hii ilikuwa ni muhimu sana kwa nyakati ambazo tungekuwa sehemu tofauti kama eneo. Na hivyo kila mmoja wetu kuwa na funguo ingeepusha usumbufu wa kuhitaji kusubiriana, na ilionyesha kwamba aliniamini sana. Basi tukaagana, nami sasa nikatoka na kuiangalia ile dawa niliyoweka juu ya bati. Bado ilikuwa kwenye hatua za mwanzo za kukauka. Nikatoka hapo mpaka kufika nje kwenye geti la jirani yetu, nami nikagonga na kusubiri. Kidogo tu mlango wa geti ukafunguka, ikiwa ni Tesha ndiye aliyefungua, akiwa ndani ya jezi yake ya Simba na pensi ya kijani. Basi alinipokea kwa shauku akisema oi. Na kuona mkali. Nilimwambia hivyo, akanikaribisha akasema karibu bro. Basi nikapita na kuingia ndani hapo, nami nikaona rundo kubwa kiasi la nguo pale varandani, pamoja na ndoo na mabeseni yaliyowekewa nguo na maji yenye sabuni. Bila shaka ni Tesha ndiye aliyekuwa akifua, maana mikono yake ilionekana kulowana kiasi, na kamba za kuanikia nguo tayari zilikuwa na nguo chache zilizoanikwa. Nikamgeukia, naye akanisogelea na kusema kwamba oi, furushi hilo mwanangu, nina miezi sijafua. Ndio nakubidi ukomae sasa. Mwanangu, yani kufua ni mimi naona gani kero kinyama mwanangu. Yani oya. I say. Afile mwanangu yule mtoto kichaa. Nani Winnie? Mwana. Demo anatoa zile vibe za wale wanawake wanaofanyaga kuuzia Telegram sijui. Kweli sio poa kaka. Jana mwanangu nilikuwa namchatisha mwanangu nikasa na mpanga, si unajua tena. Sasa bwana, alichokisema eti nikitaka eti anipee matunzo kwanza lazima. Ndo maua atachanua. Mbagala hii. Kwa hiyo tumefika Mbagala tayari. Nimwambia hivyo kutani. Akacheka akasema kwamba anaonekana anapenda sana bata. Sasa mimi nataka nije nimwagie laana mpaka akome. Kwa hiyo umemwelewa yuko vizuri. Sema tu mwanangu nikitaka kupanda pale ndo kujipanga kwanza. Ndo jipange sasa. Mbona mimi nishaanza mwanangu? Si unaona hapa nafua? Haya bwana. Mwanangu, ngoja hapa niumalizie huu mkasa wa nguo hapa afu tuje tuongee. Mama ameshaamka. Si ndo nataka kwenda kuanza Ainiulize hivyo, nikamstopisha nikamwambia
Vipi mama wakubwa? Wako ndani hapo. Wewe ingia tu hapo. Mimi nakuja. Alisema hivyo. Basi nikamwacha kweli akiendelea kupalangana na furushi hilo hapo nje. Nami sasa nikafungua mlango wa kuingilia ndani hapo, sasa nikisema kwamba hodi. Nikawakuta mama wakubwa wakiwa wamekaa kwenye sofa walilopendelea kuketi. Nao wakanikaribisha vizuri kabisa. Nikakaa sofani pia, nami nikawaamkia na wao wakanitikia vizuri tu. Sabi Jamila akaniuliza kwamba vipi za hapo kwenu? Nikamjibu ni nzuri tu mama, sijui hapa. Bi Jamila akajibu hapa ni kwema kabisa, umekuja mwanze mazoezi na mamu? Ya, ndio mamu. Baada ya kujibu hivyo Bi Zawadi akamuita, akasema kwamba yuko chumbani. We mamu, hebu njoo. Basi Bi Jamila akasema kwamba nina hamu kubwa sana kuona namna utakavyomsaidia JC. Basi nitabasamu kidogo nikisema kwamba ndio, mdogo mdogo tu mpaka kieleweke. Basi Bi Zawadi akasema kwamba alafu usimemwona mwenzio anafua hapo? Mimi kufua zote nguo kama za namna hiyo siwezi kabisa ni. And of course anajitahidi sana. Bi Zawadi akasema kwamba hamna. Yaani Tesha ni mvivu sana kufua. Anarundikaga nguo mno. Matokeo ndo hayo sasa. Anakuja kufua zikiwa nyingi mno. Ni kitu ambacho wanaume tunacho. Yaani sijui kufua ni huwa tunaonaje tu. Baada ya kusema hivyo Bi Zawadi akaniuliza kwamba kumbe hata na wewe. Ya, mimi naonaga kero sana kufua. Kwa hiyo huwa situnzi nguo chafu kabisa, maana kwanza sipendi uchafu komaze nguo. Nafua kila wiki, yani zikiwa chache tu. Bi Zawadi akaniambia kwamba hiyo ndio busara. Tesha angekuwa anafanya hivyo, asingekuwa anahangaika na minguo ya namna hiyo. Unajua kulikuwaga na kadada alikuwa na toka nako ndo kalikuwa kanakuja kumfulia. Wakawa wameachana sijui ndio maana sasa hivi anasota. Bi Jamila inaambia hivyo kwa sauti yake ya kistaarabu. Nilicheka kidogo. Bi Jamila akasema kwamba alafu hako kadada nilikuwa sikapendi. Nikamuuliza kwamba kwa nini sasa? Kalikuwa na nyodo kweli. Kalikuwa kana nyodo kupita nyodo yani. Yaani kuna kipindi walikafukuzaga huko kwao sijui kwa kutokuelewana. Ndio Tesha akakaleta hapa mpaka hali itulie. Sasa kalipokaa hapa kakawa hata akasiki. Hata ukikaambia akafanye hivi hakataki. Kanajiona kamefika. Yaani akaambiliki. Paka Tesha mwenyewe akaja kukatimua. Kuna wakati waliwahi hadi kusemana hapa na huyu. Kisa tu kalimtania kwamba eti amezeeka mno, kwa hiyo hafai kujitengeneza kama mwanamke kijana. Bi Jamila inaniambia hivyo. Nikaonyesha mshangao wa kumpamba Bi Zawadi. Akaweka sura yake ya deko na Bi Zawadi akasema kwamba tena sio kwamba alikuwa anatania, alinisema kabisa kwamba eti mimi ni mzee sana. Kwa hiyo hata kama kupaka vipodozi na lipstiki hainifai. Kweli jamani, eti JC wewe unavyoniona kweli mimi hapa naonekana hata kumzidi Dangote umri kweli, mama Dangote umri kweli? Mbona yeye anajipambaga? Mimi na mama Dangote tuna utofauti gani sasa? Mbona mama Dangote au anajipamba? Au kwa sababu ya kuonekana mzee basi? Nilimkatisha nikamwambia kwamba leo kuambia ni mzee nani? Basi wote wakaniangalia kwa pamoja. Hivi haujui ukitembea tu hata hapo barabarani unaweza ukasababisha watu wajikwae wakikuona? Nilimwambia hivyo Bi Zawadi. Mwanamke huyo akaacheta basamu hafifu huku sasa akiniangalia kwa macho yaliyoonyesha furaha, na Bi Jamila akamwangalia. Huyo alikuwa anakuonea gere tu. Yaani wewe kama ungekuwa na ngozi nyeusi bado ungeweza kufanya hadi magaidi wasahau bunduki kwa kutazama tu. Sasa ndo umebarikiwa kuwa mweupe. Yaani ndo kabisa ungefanya hadi wasahau na vita. Nilimpamba namna hiyo, akaweka kale kasura kake kama ringo, na akasema wewe unasema kweli? Bi Jamila alicheka kidogo kwa pumzi na kuangalia pembeni. Nikamwambia Bi Zawadi ya kwamba sio kwamba kwa sababu mimi ndio nimesema, ila ni kwamba mpaka ukweli wenyewe unajua ni kweli. Wewe ni zawadi cheupe, zawadi mrembo. Kumbe ni kweli. Basi alikuwa ananionea kere. Bi Zawadi alisema hivyo kwa nyodo kabisa. Bi Jamila akasema ya kwamba haya JC ndio umeshampa na kichwa huyu. Utakuja kumkuta amevaa suruali za mimi.
Bi Jamila aliniambia hivyo. Sote tukacheka kwa pamoja. Bi Jamila akauliza kwamba na sisi tulio weusi tunakaa kundi gani sasa? Wewe ni mrembo, yani black beauty. Hata bila makeup unang'ara sana. Nilimsifia namna hiyo. Bi Jamila akacheka kidogo na kusema ya kwamba haya bwana, ya leo kali. Nikacheka kidogo kwa kufurahia maongezi yetu haya yaliyokuwa yanaongeza zaidi mazoea. So Bi Zawadi alipenda sana hali ya urembo kama mwanamke kijana, na inaonekana alipenda kusifiwa kwa kuwa alikuwa na muonekano mzuri japo alikuwa na umri mkubwa. Kwa hiyo akawa sasa amemuita Mariam kwa mara nyingine tena. Naye binti akaja sebleni hapo baada ya sekunde chache na alikuwa amevaa dera, nywele zake ndefu zikiwa zimesukwa kwa mtindo wa yobo rasta fupi, na mkononi alishikilia mdoli wenye kufanana na paka. Mama zake wakubwa wakamuelekeza aje kukaa kwenye sofa niloketi, naye akaonyesha kukubali japo kwa njia ya kujihami na kuja ukaa pamoja na mimi. So nikaanza kumsemesha vitu ambavyo nilijua asingejibu, nikimwambia mambo mengi kwa njia ya kirafiki na kwa uchangamfu ili mazoea yaanze kujengeka. Sasa nikaanza kufanya michezo rahisi ya watoto pamoja naye, nikijaribu kumfundisha na kumkaririsha kwa kuirudia rudia, na mama zake wakubwa walikuwa wananiunga mkono sana kwa kujumuika pamoja nasi. Mariamu akaanza sasa kujiachia zaidi kwangu. Alipenda michezo ya shuadina na mapera. Kwa wachache, sijui kama watoto wa 2000 sasa hivi wanaujua ule mchezo, mama yake shuadina, 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 anapika vitumbua, vitumbua, vitumbua. Nadhani kuna wengi mnaokumbuka wa mchezo mapera, mapera, mama kaleta mapera. So alianza kupendezwa na huu mchezo. Na tabia yake sasa ya kupiga makofi kila mara alipocheka ilionyesha furaha ya kina ndani yake. Hakuwa na maneno ya kuzungumza zaidi. Kila mara nilipojaribu kwa kuuliza jambo lolote upesi ili nilazimishe furaha yake imsukume aongee, lakini najua uwezo wa kuongea vizuri ulikuwepo. Sema tu kwa wakati huu ni kama ulikuwa umefungwa. Hata mara ya kwanza mimi kuja hapa niliita jina lake bila kukusudia, na yeye akaitika kabisa. Na shikamoo aliweza kuisema vizuri kabisa. Kwa hiyo ndio ningetakiwa sasa kuwa na subra ili mazoea haya yaje kutia tiki mbele zaidi ya hii safari. So tukaendelea kucheza sasa ndani hapo, huku Tesha akija ndani mara kwa mara pia na kurudi tena kufua, na Bi Zawadi akaanza sasa kutengeneza chakula cha mchana ilipoingia mida ya saa 6. Wakati huu nikawa sasa pamoja na Mariam upande wa dining, akiwa sasa ameleta makopo yake na vijiti ili sasa nifundisha kupika wali. Alikuwa amechukua na mchele kabisa, akiniongoza mwenyewe ili nisije kuunguza, na mboga ya majani kwenye kopo lingine ilikuwepo. Na Bi Jamila sasa akawa na utazama tu sasa akicheka. Mariam alianza kunizoea upesi sana kiasi kwamba akafuata hadi mtandio chumbani na kuja kunifunika nao kichwani. Sababu ikiwa kwamba na mimi ni mwanamama mpishi, kwa hiyo lazima nionekane kuwa kama mama ntilie kabisa. Nami kweli nikauvaa na kuendelea kuigiza pamoja naye. Vitu nilivyokuwa nafanya hapo ndani viliwafurahisha sana mama zake wakubwa, na Mariam mwenyewe alikuwa makini kweli kweli kwenye kuhakikisha mapishi yake yanaiva. Sasa tukiwa tunaendelea na mambo yetu pamoja na binti, Tesha akawa ameingia ndani tena. Lakini wakati huu alikuwa ameingia pamoja na bibi Miriam. Sikuwa nimetegemea kabisa kumuona hapo muda huo. Naye akamwamkia Bi Jamila na mwanamama huyu akaitikia kusasa akisimama kutoka sofani. Miriam hakuwa ameniona kutokea sehemu aliyokuwa amesimama. Nami katika kubaki nimemtazama nikajisahau kwa kuwa niliondoa umakini wangu kwa binti Mariam. Alikuwa akiniita kwa ishara za mikono ambazo niliziona, lakini sikuzipa umakini kwa muda huo mfupi. Ndipo akanipiga begani kwa nguvu kiasi. Nikamwangalia kwa kushangaa kidogo, nikalishika bega kuonyesha nimeumia. Naye akawa sasa ameweka sura ya kununa. Nikaweka uso wa kununa pia na kutazama pembeni. Kwa njia utoto ile niliamua kuifanya ili niendane na ya kwake pia. So Bi Zawadi akatoka sehemu ya jikoni baada ya kusikia Miriam akiongea hapo. Naye akafika sebuleni na kumuuliza kwamba mimi vipi? Mbona umewahi, unaumwa au? Hapana, nilikuwa nimeenda hapo Kongoe mara moja. Ndio nikaona nipite. Shikamoo. Marhaba. Karibu. Vipi zapa? Miriam alisema hivyo. Wakati sasa akiwa anajibiwa, Mariam yeye alikuwa akinivuta, ni kama akinivuta mkono hivi sasa niendelee kupika pamoja naye. Lakini sasa nikamwonyeshia kwamba bado mimi nimenuna. Akaniacha na kwenda upande wa dada yake. Na mama amekula? Miriam akauliza hivyo,
akajibiwa kwamba yeye kanywa chai. Basi Bi Jamila alitaka kuongea kwamba yupo, na sasa kabla hajamaliza kuongea, Mariam sasa akawa amemfikia dada yake na kuanza kuivuta nguo yake kwa chini, sasa akimwangalia kwa njia ya kukwazika. Sasa mimi nikaelewa tu kwamba hapo binti alikuwa anataka kunisemea, nami sasa nikabana tabasamu langu na kuendelea kujifanya nimenuna. Miriam akamuuliza kwa kujali ya kwamba nini mama, umekuaje? Sasa nikamwona Mariam akinyosha kidole chake kuelekea upande wangu na wote wakaniangalia. Ilimbidi sasa Miriam achungulie kiasi ili aweze kuniona. Naye akaniona nilivyokuwa sasa nimejifunika kichwa kwa mtandio huku nikionyesha madoido ya kunona. Wengine wakaanza kutabasamu. Naye Miriam akakunja uso wake kimaswali na kuniuliza kwamba wewe ndio unafanya nini sasa? Nikiwa naendelea kuigiza kimaringo nikaambia kwamba usinishemishe nimenuna, usinisemeshe nimenuna. Bi Zawadi, Bi Jamila pamoja na Tesha wakacheka kidogo na kumwangalia Miriam. Naye bibie akaonekana kutokunielewa vizuri baada ya mimi kuongea kiutoto kwamba nimenuna, usinisemeshe nimenuna. Sasa Tesha akamwambia Miriam ya kwamba wameanza kucheza na mamu. Miriam akamtazama Mariam naye akasema kwamba mamu, usiwe hivyo, umesikia Kwani mmefanyaje? Mbona mmekasirika? Nilimwangalia Mariam na kuona kweli alionyesha hisia za kuumia. Nami nikatabasamu tu. Hilo kwangu lilikuwa ni goli la kwanza kuelekea kwenye ushindi. Binti akachukua mdoli wake na kuelekea chumbani, akionekana kukasirika kweli kweli. Asa Miriam alionekana kuchanganywa sana na jambo hilo. Naye akanitazama usoni tena kwa umakini. Nikatoka hapo nilipokuwa nimekaa na kutoa mtandio kichwani. Nami sasa nikaenda waliposimama wenzangu. Vipi sasa hizi dada? Nilimsalimu hivyo Miriam. Hivyo nafanya nini wewe kijana? Umesema unataka kumsaidia mdogo wangu, lakini nakuja nakuta ni kama unataka kumliza. Kwa nini? Miriam aliongea kwa hisia kali kiasi. Tesha na mama wakubwa wakawa makini zaidi. Hapana Miriam, sivyo unavyodhani. Ila nini? Mistaki mdogo wangu ajazwe pressure aina yoyote ile, umesikia? Nilikwambia ni ngumu kwake kwa watu ambao hajawazoea. Hii michezo haimpi faida yoyote. Yaani sioni hata kama ikimsaidia. Kwa hiyo kama ni sawa kwako nakuomba wache. Aliniambia hivyo. Wengine wakabaki kutazama tu kwa utulivu baada ya Miriam kuniambia hivyo. Sijui ikiwa alitibuliwa huko Kongoyo alipotoka ama labda tu alikuwa na hasira kunielekea isiyoeleweka sababu yake. Lakini njia aliyotumia kunisemesha ilionyesha kwamba alimjali sana Mariam. Yaani kupita kiasi. Kiasi kwamba angekuwa tayari kuondoa jambo lolote lile ambalo lilisababisha mdogo wake huyo aumie bila kujali nani wala nini. Lakini bado hakuwa ameelewa vizuri nilichokuwa nakifanya. Kwa hiyo nikaweka uso makini pia na kumwambia kwamba hapana, sio sawa kwangu, kwa hiyo siwezi kuacha. Kauli hiyo ikafanya wote waniangalie, kwa sababu ilianza kuonekana kuwa mabishano ndio yaliyokuwa yamechukua hapo nafasi baina yangu na huyo dada mtu. Hali ikageuka kuwa nzito baina yangu na mwanamke huyo, naye akanikazia macho kana kwamba alikuwa na hasira kali sana na mimi. Basi Tesha akaona ngoja ingilie kati tu, akasema kwamba hey, mimi hakuna pressure wala nini bwana, ndo ameanza tu. Kwa hiyo Miriam akanyanyua kiganja chake kumkatisha, akamwambia wewe unataka kusema nini? Sasa unajua hey, Tesha tulia. Ni kwamba mtoto hawezi kuanza kutembea kabla hajasimama Miriam. Na akianza kusimama, kudondoka mara kwa mara ni lazima. Lakini tatembea tu, lazima atatembea. Huoni kwamba Mariam ameonyesha kudondoka sasa hivi nilipokuwa namfundisha kutembea tena? Nilimwambia hivyo. Miriam akabaki kunitazama tu usoni. Bi Jamila akaniuliza kwamba una maana gani baba? Tulikuwa tunacheza. Nikaigiza kununa. Ameonyesha anayajua maumivu ya kihisia kwa sababu ya mimi kumnunia. Kwa hiyo akamfuata dada yake kunisema. Japo hajaongea, lakini amenisonta kabisa, si ndio? Tesha akasema ni kweli. Okay. Alishawahi kufanya kitu kama hicho? Yaani toka ameanza kuumwa alishawahi kufanya kitu kama hicho? Bi Zawadi akasema hapana, sijawahi kuona. Eti Baada ya kuuliza hivyo Bi Jamila naye akadaki. Yaani Bi Zawadi alisema kwamba hapana, sijawahi kuona. Akasema eti kumuuliza sasa Bi Jamila. Bi Jamila naye kwa matumaini akasema hata mimi sijawahi kumuona hivyo.
anacheza kama mtoto, lakini anune amfate Miriam kusema hapana. Mungu wangu, hiyo inamaanisha nini JC? Bi Jamila aliongea kwa matumaini. Nikasema ya kwamba hiyo inaonyesha amenizoea haraka na akili yake ya kuelewa hisia inavizia. Nilimwambia hivyo na kumtazama Miriam. Asa Tesha akamsogelea dada yake na kumshika mabegani huku akisema ya kwamba sasa je, si unaona mimi JC ni hatari. Mama kashaanza kutoa cheche. Faya linakuja. Oya, mwanangu mimi nakubali sana. Miriam akawa ananiangalia tu kama vile bado hajaniamini. Wala hata usifikiri kila siku nitakuwa nakuja kumkwaza tu. Ila sasa na wewe nisaidie kwenda na muziki. Nilimwambia hivyo Miriam. Nani kwenda na muziki kiaje? Unamfuata, unamdekeza kidogo, alafu akija kuniona tena tunaendelea na michezo yetu. Taratibu tu Miriam. Wala hata usiogope dada, taratibu tu. Nilimwambia hivyo kwa njia ya kirafiki. Lakini msikilizaji, kiukweli alikuwa amefanya mapigo yangu ya moyo yakimbie kwa kasi sana. Nisielewe sababu kuwa aidha kumhofia yeye ama tu kuhofia kumwacha Mariam bila msaada. Hii kitu ikawa sasa mpya sana kwangu, maana kuogopa halikuwa jambo lilo ndani ya mfumo wangu kabisa. Mwanamke huyo akashusha pumzi ya utulivu na ndio hapa sasa nikawa nimepata nafasi ya kumwangalia vizuri zaidi. Alikuwa amevaa shati lake la kike la satin lenye rangi nyekundu mchanganyiko na nyeupe kwa mtindo hivi kama wa kumwagiwa rangi hivi bila mpangilio. Na kwa chini alivaa sketi ya blue bahari iliyoishia magotini na kuiacha wazi miguu yake meupe. Kichwani alikuwa amezilaza nywele zake ndefu kuelekea nyuma, huku sasa mbele akiacha chache pembeni ya paji la uso wake. Msikilizaji, naomba nikazie hili. Alikuwa ni mrembo sana. Basi akaniangalia na kusema kwamba sawa. Naomba nisamee. No, wala hata usiseme samani, usiombe msamaha. Kwani kuna mtu alijua ungekuja muda ambao nilitaka kumnunisha mama kwa makusudi. Niliongea hivyo kiutani. Mama wakubwa wakacheka kidogo. Na ni hapa ndio simu yangu ikaanza kuita kutokea mfukoni mwa suruali. Nikaitoa kukuta mpigaji ni mke wake Chaligonga. Nikaitolea sauti na kuirudisha mfukoni upesi. Asa Bizadi akamwambia mimi ya kwamba yani ungekuepo mimi ungependa sana. JC ana vituko mno. Tesha akajazia kwa kusema noma sana. Oi, si bado mnaendelea au mamu kazira kimoja? Tesha aliongea hivyo. Nikasema nitaishia hapa kwa leo, angalau nimetikisa nyuzi kidogo. Natamani hata muendelee jamani. Usijali Bizadi, tutaendelea tu. Baada kusema hivyo, Bi Jamila akasema ya kwamba mimi kaa basi jamani, nani Zawadi anakaribia kuivisha. Bi Jamila akamwambia hivyo Miriam. Sasa Miriam akasema ya kwamba hapana mama, nahitaji kwenda dukani, sijaingia huko tokea asubuhi. Tesha akasema ya kwamba kwani ulienda kuongoe kufanya nini? Miriam akatulia kidogo. Niko rafiki na masuala ya kazi pia. Basi nikamwangalia kwa uangalifu na kutambua kwamba alikuwa anadanganya ama kuna kitu tu alikuwa anaficha. Na kuwa muongo mzuri sana huyu mwanamke, japo kwa sababu watu wake wa familia walimwamini, basi hilo halikuonekana wazi. Ngoja nikamwone huyo alafu ndio niende huko. Miriam alisema hivyo akimaanisha kwenda kumuona Mariam. Mama wakubwa wakakubali. Naye Miriam akaniangalia machoni kwa njia ya kawaida. Nikampa tabasamu dogo la utakatifu, naye sasa akanipita na kuelekea chumbani. Sasa Tesha akasema kwamba sasa nimemaliza kufua, nataka nikaoge. Kaa sasa hapa kaka, wewe tulia tu sawa. Tesha akiwa ameanza kusema hivyo, nikamkatisha kwa kumwambia kwamba hapana, naondoka sasa hivi, kuna sehemu nilikuwa nimepanga kwenda. Wapi na wewe JC mwanangu, acha bwana kuzingua mwanangu. JC mbona ghafla hivyo baba Na ndo namalizia kupika hapa jamani. Bizawadi alisema hivyo kwa kubembeleza. Nikamwambia kwamba sijali mrembo wangu, msosi nitakuja tu kuula, sema tu nilikuwa nimepanga kwenda sehemu mida hii ya saa 7, kwa hiyo na ni swala la kikazi, kwa hiyo naomba tu mnipe nafasi. Nilimwambia hivyo Bizawadi. Sasa Tesha akauliza kwamba bro, mama mkubwa kageuka mrembo wako tena, kuanzia lini hiyo? Basi sote tukacheka kidogo, na Bizawadi akamwambia kwamba usingekuwa unatunza minguo mingi sana ya kufua ungejua. Tesha akasema poa bwana. Kwa hiyo vipi sasa baadaye ama? Ya tutaongea tu, ngoja niwahi maana muda ushaanza kwenda. Jamani, asanteni sana warembo wangu, tutaonana baadaye. Nikaaga na kuelekea mlangoni.
Sasa mama wakubwa wakaniaga kwa shauku yao ya kiutu uzima, nami nikatoka kwao upesi na kuelekea upande wa nyumba ya Ankia. Nikakuta geti likiwa limefungwa kabisa, hivyo nikatoa funguo na kuanza kulifungua kusasa simu ikiwa sikioni, nikiwa sasa nimempigia huyo mwanamke ili tuongee, ikiwa wazi kwamba Ankia alikuwa ameshaondoka. Nikaelekea tu mpaka ndani bila ya jaribu langu la kwanza kumpigia huyu mwanamke kufanikiwa, nami nikarudia kwa mara nyingine tena. Hakupokea kabisa. Kwa hiyo nikaamua kwenda nje tena kuichukua ile dawa niliyoweka darini na kurudi nayo ndani. Kichupa hicho kilikuwa cha moto mno kutokana na kuunguzwa kwa jua kali sana, na dawa ile sasa ikawa imekauka. Haikuwa na tofauti sana kama tu kuanika viazi mpaka vinapokauka na kuwa vyeupe. Wasukuma wanaita michembe, sijajua kwa sehemu zingine mnaitaje. Isipokuwa tu haya yalikuwa ni madawa, na kukauka huku kukayafanya yawe na ule ukavu uliokithiri kiasi kwamba kama ungeashika na kupekecha vidole yangepukutika kabisa na kuwa kama unga. Ndio, unga. Kwa hiyo nikatoa kwenye hicho kifaa na kuyaweka kwenye kingine ili yapoe. Kisha nikaanza sasa kuyapukutisha kwa makusudi ili kweli yawe unga. Wakati sasa nikiwa nafanya hivi, simu ikaanza kuita, na kwa uhakika ilikuwa ni mtarajiwa wangu, yani mke wa Gonga. Nikaweka simu sikioni baada ya kupokea, na kabla sijasema lolote, sauti ya mwanamke huyu ilisikika ikisema ya kwamba njoo Royal Village Hotel ndani ya saa 1 uwe umeshafika. Nikasema Royal Village ya wapi hiyo? Makumbusho Sinza ama? Akasema ya kwamba acha maswali, wewe ni mjanja, njoo. Alisema hivyo, nikasema okay sawa, haina shida, lakini huo muda aise niko Mbagala na unajua ni mbali na usafiri sometimes unaweza ukazingua. Bora kama ungekuwa umeniambia mapema. Basi akanijibu ya kwamba wewe njoo Royal Village bwana, ukifika niambie. Nikamjibu yes madam. Nilimjibu hivyo kizembe, akakata simu. Nilicheka kidogo kwa mguno kwa sababu nilijua vizuri kila ambacho nilikusudia kufanya, na angalau mambo yalikuwa akienda kwa jinsi nilivyotaka yaende kwa mwanzo huu. So nikaingia chumbani na kujitengeneza vyema zaidi. Uzuri nilikuwa nimeshaoga, kwa hiyo nikavaa jinsi yangu nyeupe pamoja na lile t-shirt jipya kabisa ambalo nililonunua majuzi kati tu hapa kipindi nimeenda Kariakoo. Nami sasa nikavaa na viatu vyangu vyeupe, nikatia kacha alionunulia Tesha pamoja na saa yangu kali mkononi pia. Hapo sasa nikawa poa. Nikaiweka dawa ile kwenye kifuko kidogo na kukikunja vizuri kabisa mfukoni. Basi bwana, safari ya kwenda kuitafuta hiyo Royal Village ikaanza baada ya kuondoka hapo. Watu kunikazia macho lilikuwa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo mpaka kupanda daladala za kwenda Rangi Tatu na kupanda za kwenda Makumbusho hadi kufika huko, yani ni kama nilikuwa nimeshibishwa kwa kutazamwa. Usafiri haukuwa wa taabu mno kwa muda huo, na kwa hilo nikamshukuru Mungu. Sikuwa nimechelewa sana. Saa 9:30 nikawa Makumbusho tayari. Kwa hiyo kama ilivyoada, hapo kilichokuwepo ilikuwa tu ni kuita Uber ili sasa nifike upesi kwenye hoteli nitaka nifike mrembo wa Charlie Gonga, na jambo hilo sikulikawiza. Nikabofya kwa simu yangu kutafuta Uber, na dereva mmoja akawa sasa amefika sehemu niliyokuwa nikimsubiri nje kidogo ya stendi ya Makumbusho. Nikapanda, ilikuwa ni IST tu ya Silver, na mwendo kaanza. Hoteli ya Royal Village ikaonekana kuwa karibu kutokana na mwendo wa haraka wa usafiri huu. Nami sasa nikafikishwa kwenye mlango wa jengo hilo refu lenye magorofa mengi na kushuka baada ya kulipa. Nikaelekea ndani huko sasa, kukiwa na eneo pana lenye mandhari maridadi sana. Watu walionekana walijiwekea mionekano yenye hadhi ya juu. Magari yalikuwa ni mengi na kifahari. Nami nikaishia kwenye mti mmoja hivyo fananao na mnazi na kutoa simu yangu. Nikampigia mke wake Charlie Gonga mara 2 bila ya yeye kupokea. Nami sasa nikaona ngoja nitulie kwanza. Kwa ufahari wa hoteli hii kwa kiasi chake, inaonekana huyu mwanamke alikuwa anataka tu kunionyesha kwamba yeye ni wa gharama sana, ama kuna jambo lingine lililokuwa likiendelea hapo lililofanya ndio iwe sehemu ya kunitia. Kwa vyovyote vile ningepaswa kuwa makini kwa kile nilichotaka kufanya, kwa sababu nilikuwa nimekuja hapa kama mtu mwingine kabisa tofauti na nilivyokuwa kihalisi. Kumbuka nakuja kuonana na mke wa mtu hapa. So nikaiacha sehemu hiyo niliyosimama na kwenda upande wa ndani wa jengo hilo. Na kama ilivyo kawaida ya hoteli kubwa, hapa pia palikuwa na muonekano maridadi sana. Watu wengi walikuwa sehemu kwa sehemu wakifanya mambo yao. Nami sasa nikatumia muda mfupi kutalii huku na kule. Bado tu mke wa Charlie hakuwa amenipigia.
Hivyo nikajaribu tena kumtafuta bila kupata mafanikio. Nikiwa sasa nimeamua kutafuta sehemu ya kukaa kwa muda mfupi ili sasa kusubiri, ndio mwanamke huyo akanipigia bwana. Nikapokea. Vipi umefika? Ya, wewe uko wapi? Hebu njoo ghorofa ya 7, ingia room namba 101. Kwa hiyo ndio nitakukuta humo. Nilimuuliza hivyo, lakini simu akaikata. Hakutaka mazungumzo marefu. Nadhani ndio hivyo. So nikaona isiwe kwere. Nami nikaelekea kwenye milango ya lifti kuchukua lifti. Hoteli hii ni kubwa na pana sana, yenye magorofa mengi, yenye vyumba, kumbi na huduma za gharama. Nikaingia na kukutana na mwanadada mweusi aliyevaa hijabu, akionekana kuwa mfanyakazi hotelini hapo, maana alivalia suti ambayo ilikuwa ni nyeusi ya kike pamoja na kitambulisho alichovaa shingoni mpaka kufikia kifuani. Nilimwambia kwamba habari yako? Huyo mdada akajibu salama tu. Alionekana makini sana, nami sasa nikabonyeza kitufe cha namba ili sasa lifti iendelee kupanda mpaka kufikia ghorofa ya 7. Sikumsemesha tena mwanamke huyo na wala hata hatukuangaliana, lakini ghafla tu akanyoosha mkono wake kwa chini kunielekea. Nikauangalia na kukuta ameshikilia kadi kwenye vidole viwili. Ni kadi yenye rangi ya shaba iliyo na ufanano na kadi za benki. Nami sasa nikamtazama usoni. Hakuniangalia hata mara moja, akiwa na uso makini kweli kweli. Nami kwa haraka nikawa nimetambua kwamba huyu alikuwa ametumwa. Nini? Nikamuuliza hivyo. Akasema shika, utafungulia mlango. Akanijibu hivyo bila kuniangalia. Sasa nikatulia kidogo nikitazama kadi hiyo, kisha nikipokea. Lifti ilipofika ghorofa ya 5, milango ikafunguka na mwanamke huyo akatoka. Wakaingia watu wengine pia waliotaka kuelekea juu zaidi. Nami nikabaki sasa nikimwaza huyo mtu aliyetumwa anipe hii kadi au funguo. Sijui hata alijuaje kwamba ningeingia kwenye lifti hiyo. Kwa vyovyote vile, haya maigizo ningesonga nayo hivyo hivyo mpaka nifike kule nilikotaka kufika. Nami kweli nimefika ghorofa ya 7. Nikatoka na kutembea kuelekea corridor, nikipita vyumba na kuangalia namba milangoni. Nikiwa natembea, nikatoa simu yangu na kuiweka katika mfumo fulani hivi maalum. Kisha nikailaza na kuiweka mfukoni tena. Nikawa sasa nimefika chumba namba 101. Hapa kuhitaji hodi, maana funguo nilikuwa nimekabidhiwa. Ilikuwa ni kama kuingia chooni tu. Nikapitisha kadi ile pale ilipotakiwa kupitishwa na mlango ukatoa sauti ya kufungua lock. Nikausukuma na kuingia ndani humo nikiwa makini sana. Nami nikakuta mazingira yenye kutegemeka, lakini kwa asilimia kadhaa tu. Msikilizaji, ni kwa nini ni kwa asilimia kadhaa tu? Nadhani tulikuwa break kidogo kwa sababu ya hali niliyokueleza ya macho bado hajarecover vizuri, kwa hiyo hatuwezi kurudi kwenye speed tuliyokuwa nayo mwanzo. Kwa hiyo narejesha mdogo mdogo Kwa hiyo kwa leo bwana, tuishie hapa ili niweze kuyapa macho nafasi kidogo ya kuendelea kurecover. Alafu kwa mapenzi kama Mwenyezi Mungu tutakapokutana sasa tutakuja kuona balaa lililofanyika humo chumbani. Balaa lililotokea humo chumbani, niseme tu ya kwamba hakika JC. Ngoja niishie hapa na nikushukuru sana wewe msikilizaji kwa pamoja na mimi. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.